Na taarifa zaidi jioni ya leo ni kwamba viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka kanda ya kaskazini mwa bonde la Ufa wamemkashifu vikali seneta maalumu Miraj Abdullahi kwa kuishirikisha dini ya Kiislamu kwa dhuluma za kijinsia dhidi ya wanawake wa Kiislamu, wakiongozwa na Sheikh Abubakar bin Imam Abdullahi Mohamed na Zulfar Bajo. Viongozi hawa wametoa makataa ya siku 7 kwa seneta huyo Miraj kuwaomba Waislamu wote msamaha, la sivyo Waislamu watashiriki maandamano, huku wakishinikiza kuondolewa kwake ndani ya chama cha UDA. Seneta Miraj anadaiwa kutoa matamshi hayo kwenye mahojiano ya runinga moja hapa nchini hapo jana, ambapo alisema kwamba dini ya Kiislamu imechangia pakubwa dhuluma za kijinsia miongoni mwa wanawake. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kwa kuwa dini ya Kiislamu inachangia katika dhulma ya kijinsia. Kwa hakika dini ya Kiislamu ndiye inayemheshimu mwanamke na ndiye inayopambana katika mambo ya dhulma ya kijinsia. Na sababu ni hii: dini ya Kiislamu tuna mahakama ya kadhi. Mwanamke ikiwa anaona kuna dalili ya mwanamume kutaka kumdhulumu, basi ana haki ya kwenda kuomba talaka. Hii haipatikani katika mila zote wala dini yote. Sio slave katika ndoa. Ndoa yetu imeruhusisha wakati hakuna maelewano, ndoa yenyewe ikifungwa, kuna maneno yanazungumzwa katika lugha ya Kiarabu, imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan, watu wakae kwa wema, ama kama hakuna wema, hakuna maelewano, watu waepukane kwa njia mzuri. Kwa hivyo ndoa katika Uislamu haijamnyanyasa mwanamke. Mwanamke katika Uislamu akiolewa na bwanake, hakuna maelewano, ana ruhusa wakati wowote wa kujitoa katika ndoa kama ile. Hajanyanyaswa mwanamke kabisa katika Uislamu. Kwa hivyo jambo kama hili limetukera sana sisi kama Waislamu, na dada yetu ambaye kwamba yeye kama seneta, mambo ya kisiasa aongelee siasa, lakini mambo ya kidini ayasome ndio aweze kuyaingilia mambo ya kidini akitaka kuongelea dini. Kwetu kwa Waislamu, wanawake saa ile hayuko kwa ndoa, ako under custody ya wazazi yake. Saa ile ameoleka, ako under custody ya mume yake.